Karibu kwenye On the Bench. Mimi naitwa mkaguzi msaidizi El Nimo kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Mada ni majanga ya moto kwenye vyombo vya usafirishaji. Tunawakaribisha wote, tuko Puma, mtaa wa Mafuta. Asante. Na mimi naitwa Mr. Bruno Ndege, ni mkurugenzi wa chuo cha ufundi, udereva na ubunifu. Natokea Buguruni Marapa. Nami ni ndugu yenu Stanislaus Lambati kutoka Da24. Ndugu zangu, hii ni On the Bench kwa hisani kubwa ya Real Burger TZ, M-Lipa pamoja na Copa Faster. Karibuni sana. Kama alivyosema ndugu yangu El Nimo, leo tutazungumzia kuhusiana na majanga ya moto. Yawe magari ya mizigo, magari madogo kwa makubwa yamekuwa yakiwaka moto. Lakini haswa leo tutagusia magari makubwa hapa kwa sababu nyinyi ni wadau wa usafirishaji kwenye magari makubwa ya mizigo. Labda tuanze kwa kuwasikia nyinyi. Nini huwa vinapelekea magari haya kuwaka moto? Yaani unakutana na gari limeungua huko barabarani au gari ipo safarini lakini inawaka moto. Labda tuanze na mzee pale. Kwa barabarani kuna vitu vingi sana ambavyo vinasababisha ajali za moto. Cha kwanza na utengenezaji wa magari yetu zamani na sasa hivi ni vitu tofauti. Shoes za breki zilikuwa zinatengenezwa nje. Kwa hiyo inaonekana sasa hivi shoes za breki ndio imekuwa chanzo kikubwa. Japokuwa chanzo kikubwa kingine inaweza kawa ni betri na mmiminiko wa mafuta yenyewe tunayosafirisha. Kwa vitu vitatu hivyo ndio vyanzo vya moto na magari kuungua barabarani. Saa nyingine hata magari huwa yakiwa kwenye spidi sana, unaweza kuta labda mashuo yanapata moto kwa sababu saa nyingine mtu anateremka gari na mzigo. Kwa hiyo ikiwa kwenye mteremko mkali huwa magari saa nyingine miguu inapata moto, yanapelekea mpaka mashuo kuwaka moto. Kwani haya yote huwa hamyaoni, hamfanyi ukaguzi mpaka mafuta yanavuja, brakes zinafanyeje? Sijui ndio maelezo ya wadau wote waliosema. Sababu kubwa unajua za moto zinakuja kwenye matela. Matela ndio yanasababisha moto. Breki huwa zinatengenezwa, lakini kuna haya matela, kuna ya mtumba, kuna haya original. Umeona Sasa mara nyingi haya mengine utengenezaji, mengine haya mtumba haya unaweza kuwa yakawa vizuri na mengine sio vizuri kutokana na zile spindo zinazochezesha breki. Unaweza ukatembea kwa sababu tela ni mbali sana kupata taarifa kujua kwamba imejamwa. Inaweza kuwa ni mguu mmoja kama umejamwa. Wakati unakanyaga breki, zile breki zinakamata. Alafu wakati umeachia zile hazirudi. Umeona hazirudi, zilikuwa zimebaki pale pale. Kwa hiyo ni breki ya ghafla ama ni breki ya kawaida tu inaweza kawa? Ni breki ya kawaida, saa nyingine ni vile vipuli. Vile vipuli kinaweza kikagoma tu. Vizi nyingine zikafanya kazi ile ikagoma. Sasa wakati wa kwenye mwendo huwezi kufahamu nini kinachoendelea. Kama hujapata mtu ambaye ameshaona, wewe mwenyewe utakuja kutamaki baadaye unaona moshi. Kwa hiyo udereva wenu ni wa mashaka. Udereva wa malori ni kwamba muda wowote moto unawaka. Tahadhari sana mara kwa mara, na mara nyingi sana ndio kwenye ile miteremko mikubwa. Unapoteremka, kila baada ya miteremko ushateremka, inatakiwa labda ufanye uchunguzi tena. Zile breki zinagongewa hapa Tanzania, zamani zilikuwa zinatoka nje. Kwa hiyo unaweza kuwa kwenye motion na breki zinanyama, yani sio kama zimeisha, ukakuta breki imetoka imeachia kwenye zile libiti zake, imepandana na nyingine, mguu unaanza kusota, baadaye mguu unapata moto, unakutana na ile leakage ya mafuta yanadondokea pale, mlipuko unakuja unaanzia pale. Kuna mtu amewahi kukumbwa na hili tukio la gari kuwaka moto? Atusimulie labda yeye ilikuwaje siku hiyo mpaka gari kawaka moto. Nilikuwa nashuka kutoka Mbeya kuja Igurusi, kuna mteremko unaitwa Pipeline. Lakini wakati huo nilikuwa nimetoka kwenye breakdown. Sasa wakati na bishana tajiri yetu ambaye nilikuwa naendesha kipindi hicho kwenye kampuni nyingine, kati ya shoes zile ambazo tulikuwa tunazununua toka zamani za nje, zikaletwa ambazo zinagongewa hapa. Sasa huo zile zinabanduka kutoka kwenye shoe yenyewe ya chuma na zile ambazo za kubandika. Akanambia hizo utafika nazo hivyo. Tajiri wewe. Sasa nimefika kwenye huo mteremko kufunga breki mara ya kwanza, mara ya pili kagoma. Sasa siwezi kushuka zaidi, kabidi nipunguze gia kushuka, lakini bado sikuweza kuhimili kwa sababu nilikuwa na mzigo mzito. Paka nafika chini pale tayari kule nyuma tairi mbili sharp waka moto. Paka nafika kwanza kupoza ukimbilia fire nilionayo nzima ni moja tu. Nyingine imeshakwisha, nguvu haina. Kwa fire asilimia kubwa tunatembea nazo, zingine zinakuwa zimekwisha. Ukaguzi wa mara kwa mara kwa fire unakuwa ni hamna. Bwana, sio kwamba matajiri wanawapa pesa za kununua vitu OG au vitu vya bei ghali, lakini nyinyi mnanunua vya bei rahisi, ndio maana haya yanatokea. Matajiri spare wananunua wao wenyewe.
na spare anazoleta hazikizi mahitaji yale ambayo yanatakiwa. Kwa mfano labda spare original inauzwa 700,000, ya Kichina inauzwa shilingi 300,000. Tajiri hawezi kununua spare 700,000, lazima anunue 300,000 kutokana na yeye mwenyewe anavyoona urahisi wake. Mwisho wa siku barabarani unaenda umefunga breki mara 2 mara 3, mguu ushapata moto, unaanza kuleta maafa ya kuwaka moto. Alafu kingine, faa zenyewe hawanunui, unakuta magari mengine hayana, au hata kama unazo hazifanyi kazi. Ukimwambia kurenew anasema nenda tu bwana, kwani tatizo liko wapi? Mwisho wa siku matatizo kama haya yakitokea, ndio hivyo, huwezi kudhibiti ule moto, unakuta unatolea maafa kwa magari. Alafu yeye mwenyewe anaanza kulaumu, haya bosi, kijana wangu vipi, imekuaje? Ambia bosi, kutokana na maspare yetu tunanunua na kutokuwa na fire ambazo ziko standard, ambazo yani zime-expire, na maana hata ukipata accident huwezi kuitumia kusaidia. Ukapata ajali ya moto, gari ikawaka, tajiri akikupigia simu, cha kwanza huwa anaulizia nini? Cha kwanza anaulizia mali yake kwanza. Anaulizia kama ni gari yake na mzigo, ndipo aulizie hali yenu nyewe mko vipi. Uuliza madereva wote kampuni zote hapa, muulize tajiri cha kwanza anaulizaga nini, atakwambia. Anaulizia mzigo kwanza. Mzigo na gari yake. Ndivyo salama. Baadaye nataka kujua hali yako. Sasa hata sikuulizia hali yako, ila kwa kuwa mnaongea najua wewe mzima. Sasa ikitokea gari imepata tatizo kama hivyo, imewaka moto, huwa mnachukua hatua gani kuweza kudhibiti usiendelee kuunguza hiyo gari ama kuunguza mzigo isilete athari zaidi? Kwa ujumla gari inatakiwa, kama mimi tanki natakiwa niwe na fire 3 ni kisheria. Kwa hiyo zile fire mimi zikiwa na uhai na nikishajua gari yangu tena tatizo imeshadaka moto, kama ni tairi au ni shoti ya umeme, kwa sababu moto hausababishwi na tairi tu na breki tu. Msa nyingine system ya umeme, nyaya zimegusana zikaunda moto, ule moto kaja ukafika mpaka dashboard, betri zikaleta shida, ukatokea moto. Kwa hiyo cha kwanza mimi nikishajua moja kwa moja gari yangu imeshashika moto, kama imeanzia ndani ya cabin imeanzia nje, ndio asimamisha na kuanza kuchukua fire na kuanza kupambana na moto, huku nikiwa nimetoa ishara kuashiria kama pale kuna tatizo, nipate msaada kutoka kwa wenzangu au wana kijiji, kwa raia waliopo eneo lile. Yamesemwa mengi hapa. Kuna wanaosema kwamba kuna wakati moto unasababishwa na spare zinazofungwa kwenye magari, au vipi wakati mwingine ni namna ya kucontrol gari lenyewe na kadhalika. Sasa tunaye mwalimu hapa atatupitisha kidogo kwenye hili limekaaje kitaalam, na baadaye fire watatujibu ukaguzi wa vizima moto kwenye magari huwa wanaufanya kwa kiwango gani, kila baada ya muda gani, kwa sababu kuna mdau ukasema anaweza kawa na kizima moto kwenye gari lake lakini akijakaguliwa kwa zaidi ya miaka na miaka. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na jarida la Business Inside, inaeleza kwamba takriban, mwalimu, ajali za moto, lakini ni kwa Marekani, zinazotokana na magari ni 171,500 Marekani kila mwaka, na hii ilikuwa ni kiwango cha chini wanakadiria kwa mwaka 2014 na 16, na ilisababisha wastani wa vifo 345. Ajali hizi za moto zilisababisha vifo vya wastani watu 345 na majeruhi 1,300. Na kwa taarifa yako, kama hiyo haitoshi, ajali hizi za moto zinazotokana na magari zinaleta hasara kubwa sana. Huchukua hasara ya mabilioni ya fedha. Kwa mfano kwenye ajali hizi tulizokupa takwimu yake, zimeleta hasara ya bilioni 1.1. Kuanzia mwaka 2014-16 Marekani wamepata hasara ya bilioni 1.1 kutokana tu na ajali zinazotokana na moto kwenye magari. Mwalimu, sasa yameelezwa mengi hapa. Breki, bwana, sijui milima mirefu. Hivi mnavyowafundisha hizi tahadhari mnawapa, na hivi vilivyosemwa, pengine inawezekana ni kweli chanzo cha moto kuwaka kwenye magari? Chanzo cha moto, kwanza kabla hasa nawaambia madereva, ukaguzi ni kitu muhimu sana. Ukaguzi kabla hujaanza kuendesha chombo cha moto, huo ni upande wa udereva. Ukaguzi nitawapa mawazo na mfano. Chanzo cha moto katika gari ni betri. Betri, haya magari matraka mnayoyaona haya makubwa yanatumia betri 2 ambazo ni heavy duty. Zile betri zile zina capacity ya moto ambayo ni mkubwa. Sisi tunapokuwa tunawafundisha wanafunzi, unamfundisha kitu cha kwanza katika chombo cha moto, chimbuko kubwa, chimbuko chanzo cha moto ni betri. Zile betri zinatumia umeme
Sasa utakuta matajiri wengine, nashukuru hao waliochangia mada, wamesema matajiri wengine ni mwabairi. Unakuta hizi betri za magari hizi zinakaa terminal, zile betri terminal vile, mwingine amegonga na msumari, ukimwambia tajiri aende kwa mafundi hao wanaotengeneza marejeta ili kujaza zile terminal, tajiri anakuambia wewe gonga hivyo hivyo, tuondoke, ukirudi tunaweza tukatengeneza. Sasa ukitoka hapo, wakati una drive gari, ile engine, kuna vifaa pale kwenye engine. Kwa mfano kuna kifaa kinaitwa alternator. Ile alternator unapo run engine, ukistart engine, automatic alternator inaanza kuzalisha umeme. Na alternator haiwezi ikapata umeme bila battery. Sasa battery zikishatoa umeme, ukaingia kwenye alternator ili alternator ianze kucharge battery. Sasa tayari ule umeme ukiingia kwenye alternator, alternator kisha upokea ule umeme, hata ukizidisconnect zile battery, ukadisconnect terminal, gari haiwezi kuzimika. Hata kama ikiwa ni gari ya petroli, hata kama ikiwa ni gari ya diesel, kwa sababu charging system inafanya kazi. Sasa from nowhere, nikipinga hizo disc brake mzokuwa mnasema, hiyo friction tu peke yake msuguano hauwezi kuzalisha umeme. Kabla hatujaenda kwenye mafuta, zile betri zile katika cheche zile, ile loose connection kwenye terminal pale, ikiwa cheche zinatoka pale kwenye kile kimsumari ulichokigonga, zile cheche kuna mawasiliano, kama ni tenki kama hili liko jirani. Sasa kali ka leakage kadogo tu, ile hewa, cheche zile zinaweza kusababisha na tenki likalipuka mafuta bila kuanguka gari. Hiyo ni moja. Pili, katika betri zile, driver unavyotaka kuondoka, driver, maana na mimi ni driver na anafundisha udriver, hakikisha kitu cha kwanza unakagua terminal betri zile ziko sawa sawa, tight, zimefungwa vizuri na spana zile terminal. Na ukishazikagua ukazikuta ziko sawa, unafungua gari lako kwenye bonnet au kwenye kibini, unaangalia zile nyaya zile ambazo zimefungwa kwenye starter motor pale, kuna nyaya zingine zimefungwa kwenye alternator, kusiwepo na loose connection yoyote, kwa sababu ajali ya moto sio mpaka tenki lianguke. Kuna magari mengine yanawaka moto likiwa linatembea kama hivi, unasikia gari limewaka moto. Sasa hizo zinasababishwa na battery, nyaya zile system ya charging kwamba ziko loose connection. Kwa hiyo driver unapokuwa makini kukagua vile vitu, utakuwa umevidhibiti, na si kwamba ni utengenezaji kwamba gari wanatengeneza feki. Sisi kwa mfano, nitapa mfano, sisi tuna magari mpaka ya miti. Kama mliwahi kuona hilo gari linaitwa Kaka Kuona, toka tumeliunda lile gari mpaka Nyerere alikuwa baada hajafa, mpaka leo linatembea na halijawahi kutokea shoti yoyote, na ni gari la makuti na ni kivutio katika jiji la Dar es Salaam. Likipita tu utasikia wanasema hilo ni gari la ufundi wa magari la kina Bruno Vocation liko hapa, lakini halijawahi kuleta shoti hata kuwaka moto, na lina makuti na ni gari la mbao. Kwa hiyo ukaguzi ni kitu cha muhimu madereva kabla ya vitu vingine. Mtu anaendesha gari alafu anaanza kusikia harufu kwenye tairi na baadaye moto unatokea kwenye tairi. Hii sasa mawasiliano yake au connection yake na battery iko vipi? Inapokuwa kuna leakage kwenye mafuta, aidha kwenye tanki ya mafuta, kwenye tanki ya mafuta ya gari, hata likiwa gari dogo, kuna mawasiliano ya pipes zile za mafuta, zile pipe za mafuta. Wakati mafuta yanavyosafiri kutoka kwenye tanki la gari, yanatembea mwili mzima wa gari kwenye chassis. Sasa ikitokea friction ya tairi zile brake, sasa msuguano ule kitokea cheche zile kwenye msuguano, mafuta yale sasa ambayo yalikuwa yanasafiri yana uwezo, hasa petroli. Diesel sio rahisi sana kunasa moto kwenye njia, kwa njia ya hewa, lakini mafuta petroli, mkitaka kuhakikisha hata mtu akiwasha kiberiti pale, mimi nitacheza na mafuta hapa, utaona moto utatoka kule, utanifuata mimi. Hiyo ni upande wa petroli. Sasa ule msuguano wa breki si kwamba utasababisha ajali ya moto, ni kwamba mahusiano ya mafuta yale kwenye leakage na ile hewa, basi unaweza kukuta yule msuguano wa tairi umeshirikiana na mafuta, gari ikawa imelipuka. Elnimo, mwalimu ameeleza yeye kwa mujibu wa utaalamu wa kiwalimu. Hebu tuambie wewe, magari mengi yanawaka moto kwa sababu gani? Cha kwanza kabisa mimi niseme kwamba niwapongeze wote kwa kutoa mawazo yao, lakini mimi nieleze sasa kitaalamu zaidi kuhusiana na vyanzo vya moto kwenye magari. Kwanza, moto kwenye magari unatokana na mifumo mbalimbali ambayo ipo kwenye magari.
gari lina mifumo yake. Moja, kuna mfumo wa injini. Mfumo wa injini mzima wenyewe unaweza ukatengeneza moto kutokana na jinsi ambavyo unarani na kufanya kazi jinsi ambavyo gari linatembea lenyewe. Pili, tuna mfumo wa umeme ambao ndio kama mwalimu alivyosema, unatoka kuanzia kwenye betri kuenda moja kwa moja kuzunguka gari nzima kupeleka umeme kwenye gari nzima. Na mzungumzaji mmoja alisema ni njia nyingine ambayo inaweza kuwa chanzo cha moto kwenye magari. Mfumo wa tatu ni mfumo wa mafuta. Unaweza ukaona jinsi ambavyo mafuta yanatoka kutoka kwenye tenki la gari kwenda mpaka kwenye engine ya gari. Pale katika kwenye ule mfumo ule pia kunaweza kukaa chanzo cha moto kwenye magari. Lakini kuna mfumo wa tatu, mfumo wa tairi. Mfumo wa tairi walivyosema wote ni sawa kabisa. Inaweza ikawa chanzo kwa sababu brake zinaweza zikajam zikasababisha moto. Lakini pia friction ya gari hata likiwa linatembea lenyewe kwenye lami muda mrefu, jua kali linaweza ikasababisha friction ambayo tunaona magari yanawaka, afu limeanza tu moto kwenye tairi. Wewe unaweza kadhani kwamba ni brake imejam, wala isiwe brake imejam. Mzunguko ule wa gari kutokana na friction ya lami na tairi inaweza ikazalisha moto kwenye gari. Kwa hiyo kuna mifumo mbalimbali ambayo kwenye gari sasa inaweza ikawa vyanzo vya moto. Kitaalamu tunasema moto una vitu vitatu ili utokee. Moja, kuwe na hewa ya oksijeni. Mbili, kuwe na kinachoweza kuungua. Tatu, kuwe na joto. Sasa kwenye gari vitu hivi vyote vitatu vipo. Lakini kitaalamu tunasema hivi, ili moto utokee vinakuwa kwenye uwiano ulio sawa. Yaani kuwe na uwiano ulio sawa sasa wa oksijeni, kinachoungua na joto. Na ndio maana gari lako ukiendesha wakati mwingine injini inakuwa mpaka ya moto lakini haiwaki kwa sababu hakuna uwiano ulio sawa. Uwiano ukishakuwa sawa, moto unaweza ukatokea. Na ndio maana tunasema kikikosekana kimoja wapo, moto utokei. Kwa hiyo unaendesha gari yako kila siku, kuna kimoja kimekosekana pale, ndio maana moto hautokei. Yaani hakuna uwiano ulio sawa wa oksijeni, joto na kile kinachoweza kuungua. Kwa hata kama umebeba mafuta kwenye tenki, hiyo tenki yenyewe kuna kitu kinaitwa friction kwenye ile mafuta yanavyocheza, kuna kitu kinaitwa friction. Ile friction inaweza kuzalisha joto, lakini haiungui kwa sababu kunakosekana oksijeni. Ndio maana moto hautokei. Kwa hiyo vyote hivi vikiwa kwenye uwiano ulio sawa, tunasema uwiano ulio sawa, ndio moto unaweza ukatokea kwenye vyombo vya usafirishaji. Mtangazaji, kuna swala hapa la ukaguzi wa vizima moto imezungumzwa, ni kama huwa hamwakagui wa mara kwa mara, na yeye aliyezungumza pale ni kama wanahitaji sana mwakague lakini hamwakagui. Kwa mujibu wa sheria, hivi vyombo vya usafirishaji vinatakiwa viwe na vizimia moto, na vizimia moto vyenyewe vinategemea vimewekwa kwenye viwango vya kulingana na ukubwa au uwezo wa ubebaji wa gari. Tani, tuna gari kuanzia chini ya tani 1 kwenda mpaka magari ambayo yana tani zaidi ya 40, mpaka tani zote ambazo magari yanakuwa nayo. Mimi sio mtaalamu sana wa tani za magari, lakini tunasema hivi, gari kuanzia chini ya tani 1, magari madogo kama hizi ICT tunazotembea nazo, no hizi, zina kizimia moto aina ya dipoda ya kilo 1. Lakini mengine yana kilo 2, mengine yana kilo 3, mengine yana kilo 4, mengine yana kilo 5, 6 mpaka 9. Sasa kwenye magari yetu haya ambayo wengi hapa wanatumia magari ambayo yanatumia dipoda ambayo ni ya kilo 9. Sisi matajiri ambao tuna magari tunapaswa kuvihudumia hivi vifaa vya kuzimia moto kwenye magari kama tunavyolihudumia gari, tunavyofanya service ya gari. Unavomwaga oili, unavocheki maji kwenye gari yako, driver wakati unaondoka unavocheki maji kwenye gari yako, lazima ucheki na kizimia moto chako kiko katika ubora gani. Lakini mara nyingi sasa hii ndugu yangu Elnimo wanacheki vipi? Ningepata mmoja angeniletea hapa tungezungumza vizuri. Mwenye kizimia moto aina ya dipoda kwenye gari yake anaweza kutusaidia hapa ili tusome vizuri.
Wakilete tu hapa alafu niendelee alafu wao wakitafuta. Hiyo basi itafuata. Tuendelee na jambo lingine. Lakini ninachokisema ni nini? Katika hivi vizimia moto ambavyo vinakuwa kwenye magari, venyewe vinatakiwa kufanyiwa service kila mwaka angalau mara moja. Sasa mara nyingi sisi tunafanya ukaguzi, lakini hawa wanaovibeba wanavibeba kwa ajili ya trafiki, wanabeba kwa ajili ya kumogopa trafiki barabarani, sio kwa ajili ya usalama wa chombo cha usafiri wake. Na ndio maana moto ukitokea na kuambia mimi tukitumia hakifanyi kazi. Yani sio kwamba wanaviweka kwa sababu vinajali usalama wao na mali zao, wanaviweka kwa sababu wanaogopa kwamba trafiki atawakamata barabarani, watapigishwa faini. Faini ya trafiki ni shilingi 30,000. Kizimia moto kinauzwa shilingi 35,000, 40,000 kile cha kilo 6. Cha kilo 9 kinauzwa 45,000, 50,000 mpaka 60. Yeye amesema hapa kufanya service ni shilingi 90,000. Nimwambie sio kweli. Kwa sababu Dar es Salaam hapa kufanya service zaidi sana, ukifanywa service imezidi sana kwenye kilo 9. Ni umeisha kabisa, vaccine yako ni shilingi 40,000. Imeisha kabisa. Yaani haina poda wala haina ile hewa inayosaidia kutoa ile poda iliyoko ndani. Ni shilingi 40,000 kutoka kwa mafire dealers. Na wamepewa mandate na serikali na sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kuhakikisha kwamba wao wanafanya huduma hizo. Kitu kinachotokea ndugu mtangazaji ni kwamba hawavicheki vizimia moto pindi ambapo wanaanza safari zao. Unasema kwamba wengi wanabeba kwa sababu ya trafficking. Bwana afadhali. Kwenye swala la kwamba wanabeba vizimia moto kwa sababu ya trafficking, kwa nini bado watakutana na trafiki hata kama kizimia moto hakifanyi kazi, bado ataruhusiwa kwenda? Ni kwamba trafiki pia hawajui hiki ni kizima, hiki ni kibovu. Hii elimu ya sasa hivi, na hata wao wenyewe madereva watakiri kwamba matrafiki sasa hivi barabarani, baada ya kutengeneza ile unit, sisi na wao wanavicheki hivi vizimia moto na wanavijua kwamba hiki kina ubora na hiki hakina ubora. Anakupiga faini na akiona hakina ubora vile vile, kama jinsi ambavyo tunawaelekeza na jinsi ambavyo tumewaelimisha na kuwafundisha. Sasa hivi wanacheki barabarani. Mara nyingi au kipindi cha nyuma kidogo ilikuwa ni kwamba akikiona tu anajua kipo. Lakini sasa hivi tumefanya elimu kwao na wao wana elimu na wanavifanyia kazi vizuri kabisa. Na hata sasa hivi ukicheki Dar es Salaam hii, magari madogo haya yanayotembea barabarani hapa Dar es Salaam kuzunguka huku na kule, wao ni mashahidi wengi, watakwambia kwamba trafiki wanacheki. Na sio kucheki tu, pia kuna zile fomu za ukaguzi tunawapa, tunakagua, tunazijaza. Wanawauliza pia fomu yako uliokaguliwa fire iko wapi. Kwa hiyo ni kitu ambacho sasa hivi kiko kwa kiwango kikubwa na kinaendelea, na tunaendelea kushirikiana nao kuhakikisha kwamba wanapata elimu hii kwa unajua tunazungumza hapa na Elmino, yeye ni mkaguzi msaidizi wa Jeshi la Zimamoto, lakini hivi karibuni bado tumeendelea kushuhudia baadhi ya magari yanawaka, na wakati mwingine watu wanachukua clip kabisa za gari linawaka mpaka linateketea. Cha kujiuliza ni kwamba watu hao wanakuwa hawana vizima moto, na kama wanavyo, kwa nini hawavitumii kuzima moto huo? Tunaambiwa trafiki wanayo elimu hii na wanashirikiana vizuri na Jeshi la Zimamoto kwenye kuhakikisha vizimia moto vinakuwa salama. Jamani, ni kweli anayosema bwana Elmino? Jamaa wanawakagua na wanajaza, wanacheki kiko salama, au ni ile tu unayo basi umemaliza? Tuambie ni ukweli bwana. Tunakaguliwa, lakini ushirikiano wa kukaguliwa kwake si ushirikiano wa kiserikali. Ili nijue kabisa kwamba tunakaguliwa sawa sawa, ni kwamba kila kitu kinachoonekana barabarani ni kosa la dereva. Wakati kuna makosa ya tajiri, wao wanabezi kwamba ni makosa ya nani? Ya dereva. Mimi sina ajira. Nikikataa leo kuondoka na gari ya tajiri, nitakavomwambia fire haitoshi, kesho niende sisafiri. Watoto wangu mimi hawaendi choo kesho, hawataenda shule kesho, kwa sababu nimemwambia bosi wangu fire haifanyi kazi. Manake mimi sina kazi. Tungewekwa ushirikiano wa kwamba kinapokaguliwa kile kitu mimi nilindwe, sina ajira. Dereva ni wa kibarua muda wote, miaka yote. Tangia Mheshimiwa Rais alivyosema kwamba sekta binafsi zijitegemee, mwajiri wakae chini waongee huko, serikali haitujui. Kwa vitu vingi sana vinasababishwa na hilo kitu, kwamba sisi hata hatuna pa kukimbilia kulalamika. Kwa akipiga faini nalipa mimi dereva, akipiga faini ya fire nitalipa mimi, lakini vitakiwa
serikali iweke kwamba hii atalipa mwajiri, hii atalipa dereva. Kosa la dereva linatakiwa liende kwa dereva, la tajiri iliende kwa tajiri. Hii ni On The Bench kutoka hapa Kurasini, tukizungumza na madereva ndugu yangu El Nimo Shanga, yeye ni mkaguzi msaidizi wa jeshi zimamoto au vipi, lakini pia yuko na ndugu yake Faris Kauli, yeye ni fire constable. Lakini pia tupo na Bruno Ndege, yeye ni anatokea Bruno VTC Buguruni, na hawa wanafundisha, na yeye ni mwalimu pamoja na dereva, wanatupa elimu hapa kuhusiana na matumizi sahihi ya vizima moto, namna bora ya kuepukana na ajali za moto, magari kuwaka barabarani na kadhalika. Tupo kwenye On The Bench kwa hisani kubwa ya Real Burger TZ, wanapatikana pale Bamaga, unaweza kujipatia sharubati inatoka pale Real Burger TZ, lakini pia hawa ni watengenezaji mahusus wa burger, wanapatikana Bamaga opposite na Star Times, kwa bei rahisi sana, jipatie burger. Bila kusahau tupo na M-Lipa, unaweza kufanya malipo popote pale nchini Tanzania, kuagiza bidhaa, kufanya malipo ya huduma. Patazama kwenye screen hapo kuona namna gani ya kutumia huduma hii ya M-Lipa. Lakini bila kusahau tupo na Kopa Faster. Sasa hivi ndugu zangu madereva na wale wafanya biashara ndogo ndogo, mnao uwezo wa kukopa kupitia Kopa Faster. Cha msingi tu uwe una kitambulisho cha NIDA, na kwa wale ambao wapo kwenye taasisi zilizosajiliwa na zinazofahamika, wana uwezo kufanya taratibu za kwenda kuulizia, au unaweza kutazama kwenye screen na nambari zao zipo hapo, namna gani unaweza kujiunga au kupata mkopo kutoka Kopa Faster. Mkopo huu ni saa 24 kila siku, iwe weekend, iwe katikati ya wiki, popote pale ulipo unaweza kukopa. Mkopo ni kuanzia shilingi 30,000 mpaka milioni 5. Unakopa kupitia simu yako ya mkononi. Hauna dhamana wala hauna riba. Hakuna masuala ya weka nyumba, weka magodoro, sijui weka viti. Unakopa tu kupitia simu yako ya mkononi. Cha msingi uwe kwenye mfumo na utambulike. Asante pia kwa Uncle G Barbershop kwa kuhakikisha kwamba On The Bench team tupo vizuri. Haya, fire extinguisher hiyo hapa imeletwa. Niseme kwamba hii inaitwa fire extinguisher aina ya dipoda. Hivi vizimia moto viko vya aina tofauti tofauti. Aina 4 utazikuta. Kuna kizimia moto aina ya maji ambacho wengi mnakijua, maji mnayo kila siku. Kuna kizimia moto aina ya carbon dioxide, wengi wanaijua, ni ya mchupa moja na lina mdomo mpana. Lakini tuna kizimia moto aina ya foam type ambayo yenyewe ni aina ya povu. Lakini tuna dipoda ambayo ni hii ambayo mara nyingi tunaikuta kwenye vyombo vya usafiri ambavyo ni magari yetu tunayotumia kila siku wakati tunasafiri kwa safari za hapa na pale. Kizimia moto hiki, samani kidogo, iwe ni gari ya mafuta, iwe ni gari ya mizigo ya kawaida, wote wanatumia aina moja ya kizimia moto. Exactly. Vizimia moto hivi hasa dipoda vinazima moto wa madaraja yote. Nikimaanisha kwamba tuna moto daraja la kwanza ambayo ni moto asili ya mimea, tuna moto daraja la pili ambayo ni asili ya vimiminika vinavyowaka, tuna moto daraja la tatu ambayo ni gesi, tuna moto daraja la 4 ambayo ni vyuma. Sasa vitu ambavyo tunavitumia sisi kwenye usafiri ni asili ya vyuma, lakini wengine wana asili ya mafuta. Na ndio maana vizimia moto hivi viwili hasa carbon dioxide na dipoda vinaweza vikazima moto madaraja yote. Sasa twende moja kwa moja kwenye kizimia moto hiki ambacho tunacho cha dipoda. Dipoda yenyewe inakaa kwenye mfumo wa unga. Ni unga ambao umewekwa humu ndani. Hiki ni cha kilo 9. Na chenyewe kinatakiwa kiwe kinakaguliwa. Nikisema kinakaguliwa, wewe driver, nikimaanisha kwamba unapoenda kukagua gari yako asubuhi kabla hujaanza safari, cha kwanza utafungua boneti yako, si ndio? Alafu utaangalia, je, kuna gari yangu ina maji, si ndio? Alafu utacheki gari yangu, unapima oili ipo, si ndio mnavyofanya? Alafu baadaye utaenda utacheki tairi, utazunguka gari nzima kuangalia tairi, si ndio? Alafu mnasahau kikicheki hiki kwamba je ni kizima, si ndio mnavyofanya? Wewe unaondoka zako. Lakini hiki na chenyewe unatakiwa ukicheki. Kama unavocheki gari yako asubuhi, na chenyewe unatakiwa ukicheki. Unakicheki vipi sasa? Humu ndani kuna unga. Lakini huu unga ufanyi kazi wenyewe. Kuna kitu kinaitwa gesi aina ya nitrogen mweko humu ndani. Gesi ambayo ni kavu, inasaidia huu unga usigande humu ndani. Tuko pamoja? Hii gesi utajuaje kwamba imo?
Kwenye hiki kizimia moto chako utakuta kina aina kama ya geji fulani iko hapa. Iko pembeni hapa na vingi vinavyo. Ukikuta ambacho hakina ni uzembe na hukikagui, na ndio maana unakuta haipo. Lakini dipoda zote zina geji kama hii. Sasa kwenye geji hii hapa ndani inapima ni kiasi gani cha gesi kilichoko ndani kwenye mtungi wako. Ikisoma zero, mingine inaandika recharge, inamaanisha kwamba mtungi wako aina ya dipoda hauna kitu kabisa. Sio hauna poda. Poda ipo ndani, lakini ile gesi inayotibua hii poda iweze kutoka humu ndani kupitia hii pipe haipo. Kwa hiyo hata uoperate vipi, hata kama uko sealed namna hii kama hii ilivyo sealed, bado haitafanya kazi kwa sababu iko kwenye 0. 2, ikiwa kwenye green, ukiangalia hapa utaona kuna kieneo kina green hapa. Hii green inamaanisha kwamba mtungi wako aina ya dipoda uko vizuri na uko kwenye standard na viwango ambavyo vinatakiwa. Tuko pamoja? Lakini ukiwa umezidi sasa kwenye green, kuna sehemu imeandikwa overcharge. Ina maana kwamba umezidi ile gesi. Sasa inaweza ikaleta madhara. Hata tairi ya gari ukiijaza ikizidi, inaweza ikaleta nini? Madhara, si ndio? Ikapasuka. Na ndivyo hii nayo ilivyo. Kwa hiyo ina viwango kama jinsi ambavyo viwango vingine vinavyojazwa upepo vinavyokuwa. Tumeelewana vizuri? Sasa nimalizie ndugu mtangazaji, afu ndio niulize swali. Then matumizi. Kizimia moto hiki kina namna ya kukitumia. Cha kwanza, hii ni mfumo wa koki, wengine wanasema regulator. Huu ni mfumo wa regulator. Ndio inayoregulate vyote vilivyoko viweze kutoka nje, au vyote vilivyoko humu ndani viweze kuwekwa humu ndani, regulator. Lakini kuna hiki hapa. Hiki kidude hiki kinaitwa kibebeo cha mtungi. Hii inaitwa pipe. Hii kama nilivyosema inaitwa gauge. Lakini hiki hapa hiki kinaitwa kiminyio au trigger. Sawa? Trigger au operator ambayo ndio ukiminya kinakuruhusu kuminya. Sasa kuna kitu muhimu sana hiki hapa kinaitwa safety pin au funguo. Safety pin ambayo hii sasa ndio inazuia hii kiminyio chetu kisicheze au kisishuke, kwa sababu kikishuka hapa ndani hapa kuna valve. Hii inaitwa valve. Sasa hii valve ina operate kwa kutumia hiki kinachominya, kiminyio hiki. Ndicho kinacho operate hii valve. Hiki ukiminya namna hii inashuka chini. Ikishuka chini inaruhusu kilichoko ndani kinatibuliwa. Hiki kiminya inatibua ile pressure, gesi iliyoko ndani inaitibua ile poda, inatoka kupitia nini? Hii pipe. Tumeelewana vizuri? Sasa ili uweze kuoperate vizuri, lazima hii safety pin ifanye nini? Toke. Ndio huu mtungi utafanya nini? Utaoperate. Sasa tunasema hii tape, safety tape hii, kwa nini inawekwa? Kwa sababu kwa mfano ukiacha kuweka, Watanzania wana tabia moja afu ya ajabu. Unakuta anakuta hii safety pin ipo loose. Kwa mfano yeye ataitoa, akitoa anakunia sikio ndani, si ndio? Alafu anaichukua anafanya nini? Anakunia sikio. Zile raha anazosikia kati anakuna sikio, akimaliza kuzipata zile raha anasahau kwamba anatakiwa arudishe hii safety pin sehemu yake, si ndio? Yeye anatupa. Tulivu wa ajabu. Alafu akitupa hii inakuwa nini? Inakuwa loose. Ikiwa loose, anakuja mwingine sasa amekaa kwenye gari yako kama vile ameegemea gari kama alivyoegemea yule. Huyo mwingine anaweka mkono hapa, anapiga story na mwenzake, anamuelezea sultani ya jana ilikuwaje. Alafu anaweka mkono wapi? Hapa juu. Akiweka mkono hapa juu, kilichoko ndani kitaoperate. Kwa sababu utagusa nini? Valve. Utatibua ile gesi iliyoko ndani, itaruhusu kutoka, utakimbia kwa sababu lile vumbi litafanya nini? Sasa tayari ushapata hasara. Sawa. Tumemwelewa. Hebu ukitazama vipi? Kwa sawa hii?
Hii iko sahihi, iko Ipo sawa sahihi, kabisa na hiyo geji yake inasoma. Sasa ambayo inakuwa kwenye 0 inakuwa kwenye mfumo huu. Hii ilikuwa kwenye gari ya mtu. Sasa iko kwenye gari ya mtu. Iko kwa staili. Okay. Okay. Sawa, hata kama haipo kwenye gari lakini sasa inayokuwa haina kitu inakuwa kwa mfumo huu. Inakuwa kwenye 0 na tukisema kwamba haina ubora ndio zinazokuwa kama hivi. Sasa hii ukiwa nao kwenye gari kama hivi au hata kama iko full pamoja na hii lakini haina hii bado ina changamoto ya kutoweza kutumika katika viwango vilivyo nini? Sahihi. Asante sana El Nimo. Labda kwa kumaliza tu. Sasa tunaona vizimia moto vipo na naamini pengine wengi hapa wana hiyo elimu ya kuchomoa na kupiga pressure kuzima moto. Ni kiwango gani cha moto ambacho gari ikifikia hata iweje haiwezi kuzimwa na hii kizimia moto hiki? Kiwango chochote kile ambacho kinakuwa kwenye gari, japokuwa moto yote unayoiona, hakuna moto unaoanza ukiwa mkubwa. Moto unaanza ukiwa mdogo. Kwenye initial stage tunasema, initial stage. Lakini kadri ambavyo unapata chakula kile kinachoweza kuungua kinapokuwepo kwa wingi, ndipo moto ambavyo unakuwa na kuendelea kuwa mkubwa mpaka unafika kwenye development stage. Hiki kinazima moto wa awali ule unakuwa kwenye initial stage. Ukishafika kwenye level ya development stage, umekuwa umeshamiri, tunasema umeunguza karibia kila kitu kimeshashika moto, huo moto haudhibitiki. Na ndio maana sisi kitaalamu tunakuambia hivi, pale ambapo unapata tukio la moto, pale ambapo tukio la moto linatokea tu immediately toa taarifa. Alafu pili, anza kupambana nao wewe mwenyewe. Lakini ukihakikisha usalama wako kwanza. Hakuna adhabu nyingine mtu anaweza kupewa ya kutokuwa na kizimia moto kinachokivi tofauti tuna kupigwa fine ya 30,000 na traffic? Kanuni na sheria za barabarani zinaeleza wazi kwamba atapigwa faini kutokana na ni adhabu iliyoko kwa mujibu wa sheria. Lakini faini hii atapigwa na kupewa maelekezo ya nini kifanyike. Hapigwi tu faini kwa sababu ya kumuonea. Hapana. Faini inaendana kwa sababu ni kukukumbusha ule uchungu unaopata kutoa ile faini, ikukumbushe baadaye kwamba kesho tena nikitembea nikiwa sina nitapata adhabu kama hii. Ndio maana sisi zamani mtoto akikosa unamchapa viboko, lakini akikua umchapi tena viboko, unamuonya. Kwa nini? Kwa kumkaripia, si ndio? Sasa kama umchapi, dunia wanasema usipofunzwa na mama utafunzwa na ulimwengu. Ukishakuwa ulimwengu ndio unafanya nini? Unakufunza. Kwa hiyo ni stage ambayo inafika zile faini zikukumbushe, uzione uchungu kutoa hela yako, unavyoitafuta kwa shida, uone uchungu ukinunua kizimia moto, sio gari. Lakini pia niwakumbushe kwamba hivi vizimia moto hiki kiko standard kwa sababu vinakaguliwa. Na tunaposema vinakaguliwa, ikaguliwa na Fadila atakuwekea stika kama hii ya ukaguzi. Sasa hii lazima kila mwaka uhakikishe kwamba fire extinguisher yako imekaguliwa na iko kwenye viwango, imewekwa kwenye stika ya ukaguzi kama hii, ili viwe kwenye ubora ambao unatakiwa. Kuna mtu ana swali kwa Jeshi la Zimamoto na ndugu yetu mwalimu hapa baada ya maelezo yote hayo? Kwa swala la kwamba breki hazisababishi moto, mimi mwenyewe hapa ni muhanga wa hilo tatizo, kwa sababu nilikuwa nashuka mteremko moja, breki zikapata moto. Kile kitendo cha kusimama tu moto ukalipuka pale pale kwenye tairi. Na nilichokuja kugundua kwamba ni nini? Ni mafuta ya breki. Kwa sababu nilivyokanyaga zile breki ilipopata moto, kuna vitu vinaitwa master cylinder pale, ambavyo vinaleta mafuta pale kwa ajili ya kutanua yale mashuo. Ilipopata moto ina maana ilivuja mafuta. Yale mafuta ndio yakasababisha ule moto. Kwa hiyo sio diesel wala sio petroli sababisha, ni mafuta ya breki. Kwa hiyo hili nadhani mwalimu atoe elimu ya kutosha kwamba sio mafuta tu ambayo ni ya diesel au petroli, lakini kuna mafuta ya breki ambayo yanasababisha. Mimi nilikuwa na maoni kwamba wanategemea kusema kwamba hiyo geji ndio kuonyesha kwamba hii fire ni nzima au haija expire. Lakini kuna michezo ambayo watu wanafanya hiyo geji, ukiangalia inabaki ipo hapo hapo, inaonekana kwamba kweli ipo sahihi, sawa bwana, lakini time hiyo fire inakuwa ime expire. Kwa
Kwa hiyo mimi hilo natoa kama angalizo, inabidi wawe makini na hilo. Haya mwalimu, hilo la break. Nimesema hivi katika maelezo yangu mwanzo, mafuta, uhusiano wa mafuta umeongea vizuri hapa. Ndani ya hizo breki au kwenye tairi kuna vitu vinaitwa master cylinder brake, kuna pipe zinazotoa mafuta. Maana tukishazungumzia mafuta, hata mafuta ya taa ni mafuta, hata mafuta ya kujipaka ni mafuta, hata mafuta yaliyotumika kupiga rangi, hii bodi rangi ni mafuta. Hivyo ni viashiria gari inapowaka moto, ili moto unaanza kidogo kidogo kama alivyotoa mkufunzo, kwamba mkufunzi wa nini kwenye mada hapa wazima moto, kwamba moto wote unaanza kidogo kidogo. Hakuna moto mkubwa, moto ni moto, hata cheche ni moto. Sasa unapokuwa umepiga rangi gari yako kuna mafuta. Sasa moto kishaanza kuwaka kidogo, yale mafuta yaliyotumika tina, sijui puti, sijui mafuta ya tasi, wanachanganya wale mafundi wa mitaani, yale mafuta yamejihifadhi humu. Moto unaenda kidogo kidogo, utakuta makava ya viti, moto unazidi kuwaka. Hapo hii poda sijui nini haifanyi kazi, huo moto umeshakuwa mkubwa. Ndio pale tunakimbia kupiga simu ili kwenda kwa wazee wa kazi sasa zimamoto, kwamba homa ikizidi muone daktari, maana umeshaenda kunywa Panadol wapi, chloroquine wapi. Kwa hiyo hii mimi nimezungumzia mafuta, hayo mafuta ya breki uliosema ni mafuta tayari, hayo mafuta ya breki ni mafuta. Sasa msuguano ili peke yake, hakuna kingine. Tairi itapata pancha, kawaida tairi utasikia mlio sasa wewe unaanza kusema imepata basi, imepata ni friction, ule msuguano imepata joto, lakini pale moto hautowaka kivile. Na kawaida gari utaona moshi, watu watakimbia, abiria kwenye magari watatokea madirishani. Sasa moshi wakiuona, kumbe pale hakuna moto, watu wanakimbia, mwingine anadondoka chini kwenye barabara, eti anakimbia ule moshi kwa sababu tairi ameona linawaka moto. Kwa mfano hata Dar es Salaam hapa, niliwahi kuona hapa Tazara hapo, gari limetoka Vingunguti linakuja, kumbe breki zina jam. Hasa driver akawa anawapa kwamba msio na wasiwasi, hizi ni breki. Abiria hawakujiamini, wakasema hilo gari litalipuka moto, sababu wanaona ule moshi. Lakini ingetokea pale ile pipe mafuta ya breki pale na ile msuguano, lile joto likichanganyikana, tayari moto unalipuka. Chanzo cha moto yanakuwa yale mafuta. Na vile vile nimesema betri kwenye hii inayoleta cheche sijui nini, betri na alternator hapa ni vitu ambavyo viko rafiki kwa kusababisha moto. Kwa hiyo nilikuwa nakujibu ndugu mtoa mada ni kwamba mafuta yale ya breki yale nayo kwenye ule msuguano yamechangia kulipuka moto. Kama hilo likikukuta ni muanga, ndio maana tumesema tuwe tunakagua vyombo vyetu. Kitaalam kama mwalimu, ni muda gani sahihi wa kuendesha gari hususan ya magari makubwa ya mizigo? Watu wengi wanajipa ile, wameshajengeka kama utamaduni, hasa madereva wa magari makubwa wanasema tuanzie saa 12 ili gari likitembea isipatikane nini msuguano, sijui joto lile la jua kali. Hiyo si kweli. Ni muda wowote gari linapotembea, kwa sababu hakuna gari lililoundwa eti ili litembee mchana kuanzia saa 2 mpaka saa 8 ili litembee kuanzia nini. Hapana, ni muda wowote gari lolote, liwe ni maroli haya kama yanavyoanza kutembea saa 12. Otherwise huo unahofia labda foreni, zile traffic jam, ama unahofia labda vitu vingine kukamatwa na matrafiki, sababu nao hao madereva ni janja, wanataka kukwepa kodi, magari hayana vibali, anajua kwamba serikali itakuwa imelala. Mimi bwana nilikuwa na maombi kuhusu hizi fires. Wanaotuibia hizi fire. Hebu basi watulie ili ziweze kutusaidia tunapopata matatizo. Niseme kwamba magari yote kitaalam, hasa magari ya makubwa ya kubebea vyombo vya usafirishaji hivi, magari ya makubwa kubebea mizigo au mafuta, yametengenezwa sehemu maalum kutoka yanakotengenezwa, sehemu za kuziweka fire extinguisher. Na ukiangalia ziko salama. Sema changamoto ndio hizo wanaosema zinaibiwa, lakini zimewekwa sehemu zake na zimetengenezwa kwa ajili ya kuweka fire extinguisher. Ni ulimbukeni tu mdogo ndio ile nasema wa Tanzania. Sijui tumeshikwa na nini, lakini kitaalam yanao sehemu zake na ni sehemu sahihi. Lakini ya magari madogo mara nyingi sana wengi tunazitupa kwenye buti. Lakini zile fire extinguisher ndogo za kwenye magari, zile za kilo 1, za kilo 2, zina hendo zake
na zina sehemu zake za kufunga. Hasa inatakiwa uifunge ile hendo kwenye sehemu mojawapo ya bodi ya gari yako. Either kama ni nyuma kwenye buti utaifunga vizuri, itashika na itakaa. Sio kuitupa kwenye buti. Kwa sababu ukitupa kwenye buti unawekea vitu vingi juu. Huwezi jua nini kitatokea wakati huko inazunguka kwenye nini? Kwenye buti. Umeweka tairi, mwingine ameweka viatu, mwingine amenunua ndizi amewekea juu, mwingine amefanya. Kwa hiyo changamoto zinakuwa nyingi pale. Kwa hiyo tuzifunge kulingana na utaratibu ambao upo. Kitaalamu, magari wakati wote yanaweza yakatembea barabarani. Haichagui muda gani wa kutembea barabarani, kwa sababu tairi za magari zina viwango ambavyo vinatakiwa kutembea wakati wote. Na wao madeva watajua. Hizi ni sababu nyingine tu labda wanazo na kujijengea, lakini kitaalamu wakati wote. Ndio maana mabasi yanatembea mchana. Tairi zinazotumika kwenye mabasi nyingine ndizo zinatumika kwenye malori ya magari. Kwa hiyo mbona mabasi yatembee mchana, haya mengine yashindwe kutembea mchana? Ni kwamba ni utaratibu tu waliojiwekea na kanuni nyingine ambazo wamejijengea, lakini kitaalamu ni kwamba magari yote yanaweza kutembea wakati wote. Labda utuambie sasa nini kifanyike ili kusiwe na majanga ya moto yasiwe yanatokea, na likitokea basi ni kwa nadra sana. Nini kifanyike? Inahitajika kuwepo na elimu ya kutosha kwa hawa madereva kabla ya kutoka au kabla ya kuanza safari kwenye makampuni yao. Kuwepo na tunaita kama tunasema kama maagenti ambao wanakuwepo wamepewa elimu ya kutosha kwamba wao wanapata darasa la kila siku. Wanavyotoka safarini au wanavyokaa kwenye vikao vyao, lazima wapewe ile elimu endelevu kuhusiana na majanga ya moto. Wakipewa hivyo wanaweza kutatua kwa asilimia kubwa sana. Hapo ni elimu tu basi. Mimi nageukia upande wa fire. Upande wa fire, samani lakini mtaniwia radhi, nimeona kama mnakaubabaishaji kidogo. Ni tunapeana elimu hapa kwa sababu hii mada ilikuwa inahusu moto na vyombo vya moto. Na sehemu ambayo nimeshuhudia fire hapa Dar es Salaam, sitaki kupataja maana vyombo vya habari vinatumulika, nitaonekana kama ni mchonganishi. Walizima moto fire au wazima moto hawa wakaondoka kwamba sasa moto umeshazimika, wakaondoka. Walipotoka wameondoka, wamerudi moto umewaka sehemu ile ile, wakarudi tena wakazima moto baada ya siku moja pengine au mbili au masaa fulani. Wamerudi mara ya tatu, moto umewaka sehemu kama ile, sehemu ile ile. Sasa nilichokuwa nataka kushauri, mimi sisemi nendeni mkasome. Nyinyi fire ni fire kama mlivyosema, na tumezungumzia matrafiki sui utaalamu wa kukagua hizi fire extinguisher ambazo si kilo 9 si za kilo 1. Lakini nyinyi fire kama fire, hebu mjitahidi na nyinyi mwende kwenye vyuo vya ufundi, sio utaalamu wa kuzima moto tu. Kuna chanzo cha moto, TANESCO Power ni chanzo cha moto kwenye nyumba, kwenye gari battery ni chanzo cha moto. Ili kuepukana na hilo, mnapomaliza kuzima moto, hebu nendeni pembeni mkakae mtafakari chanzo cha moto ni nini. Sasa ule moto unakuwa umejificha mle, kumbe hamkwenda kudisconnect. Kwenda kudisconnect kile chanzo, kwa mfano anakwenda kuzima moto uliosababishwa na TANESCO Power kwenye nyumba, hamkuangalia kwenye nguzo pale, ilibidi mpande pale kwenye nguzo baada ya kuzima ule moto uliowaka kwenye nyumba au kwenye eneo husika. Sasa nyewe mnaondoka, nenda pale kwenye cable pale ya TANESCO chanzo cha moto pale, mdisconnect yale mawaya ili moto ule usiwe unaendelea kusafiri. Sasa pale mlipomwaga mimaji yenu ile moto umejificha, na moto vile vile ni chochezi. Maji ni umeme. Maji hapa yakidondoka nyaya ikaingia hapa, hawa kina dada hao kina kaka kule wamekwisha. Ule wayo uliodondoka hapa kwenye umeme, yale maji mle, umeme unakimbia unasafiri mle, watu waliokuwa kule wamefikwa kama tujaenda kudisconnect. Kingine, hakikisha vifaa vyenu kama magari ya zimamoto anytime ya mko attention yana maji. Nilikuwa naonaga mgari wa fire huko hapo Vingunguti hapo. Siku moja nikasema mimi nimesoma fire, nataka nikague. Sasa wasema kwani wewe ni polisi? Nani? Nikasema
Kijana mmoja wa faya akasema, mzee huyu tusie tukamcheze. Nikamwambia gari lenu ile halina maji. Mmekaa tu hapo mna nini? Wanasubiri wakiwaita waende kuzima moto mahara, utasikia wanawapigia wengine, gari lenu lina maji, lina maji, utasikia toli toli toli, zinakimbizana ziko kama 4. Sasa kumbe hili gari ile ambalo limepata taarifa hakuna maji, liko tu. Kwa hiyo vitu hivyo tubadilike. Samahani lakini kwa Mwalimu amegusia swala lingine muhimu. Nadhani tutalitafutia wakati wake. Tutalizungumza leo, acha tumalize na masuala ya magari. Ndugu yangu, kwa kumaliza, El Nimo, kwa ushauri nini kifanyike na kama kuna jambo ungependa kulielezea, lakini wakati huo pia utuambie hii elimu pia ya kuzima moto huwa mnawaambia mpaka abiria ama inabaki kwa dereva na msaidizi wake tu? Niwashukuru Dar24 kwa kutupa nafasi ya pamoja kushirikiana na Watanzania kuhusiana na elimu ambayo ni kubwa na inajenga taifa letu na kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa bora bila majanga ya moto, kwa sababu tuko Tanzania ya viwanda. Sasa tukiwa tunaelekea kwenye viwanda, hatutegemei kwamba tuwe tena na moto wa magari, although inatokea na duniani kote inatokea, lakini sisi Tanzania tunasema kwamba bila moto Tanzania ya viwanda inawezekana. Kwa hiyo ni jambo ambalo la msingi kuhakikisha kwamba tunachukua tahadhari zote ambazo sisi wa Tanzania tunapaswa kuzichukua pindi ambapo majanga ya moto yanatokea. Kwanza ni labda niulize swali kwa sisi ambao tuko tu hapa, wadau wa vyombo vya usafirishaji, madereva, wangapi wanajua namba ya dharura ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji? Kwa hiyo ukiona hapa hata moto ungetokea hapa mtaa ambao tunafanya kipindi hapa, mtaa wa mafuta, mtaa wa mafuta, kungekuwa hamna hata mmoja ambaye angeweza kutoa taarifa mpaka kwa hiyo namba ya dharura ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji lazima sisi wa Tanzania tufanye nini? Tuifahamu. Na sisi kila siku tunaitangaza na kila kukicha tunaisema kwamba namba ya dharura ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ni 114. Ukipiga hii namba ni bure kwa mtandao wowote. Utakapopiga utapata huduma kulingana na sehemu ambayo upo. Kama upo Mbeya utaipata zimamoto Mbeya. Kama upo Tanga utaipata zimamoto Tanga. Utapata huduma mahali ambapo upo. Kwa hiyo tujitahidi kuhakikisha kwamba tunatoa taarifa. Kwa nini? Kwa wakati. Tunalia majanga yakitokea, lakini ni kwa sababu tuwe nini? Taarifa kwa wakati. Sisi hatuishi kwenye visiwa. Sisi hatuishi hewani. Hatuambiwi na Roho Mtakatifu. Sawa? Hatukai tukaambiwa na Roho Mtakatifu kwamba kuna moto umetokea Mbagala. Wewe mwananchi, toa taarifa pindi ambapo moto unafanya nini? Unatokea, kwa kutumia namba yetu ya dharura 114. Asanteni sana kwa kipindi kizuri. 114 namba ya dharura kwa zima moto. Na tuwaambie tu leo, kwa sababu tumezungumzia moto kwenye magari, hawa jamaa hata ukiingiliwa na nyuki ndani ya nyumba yako wanahusika kwenda kukuokoa, au vipi? Kwa hiyo zima moto wanazima moto, wanafanya uokoaji kwenye majanga mbalimbali, iwe ni mafuriko na kadhalika. Ndugu yangu, hata ukiingiliwa na nyuki kasoro kufumaniwa. Tunashukuru sana ndugu yangu Almino, asante sana Fares, asante sana mwalimu Bruno kwa kushiriki. Hii ni On The Bench kwa hisani kubwa ya Real Burger TZ. Asante pia kwa Copa Faster, bila kusahau Mlipa. Mimi ni Stanislaus Lambert. Asante sana ndugu zangu kutoka hapa mtaa wa mafuta Kurasini. Muwe na wakati mwema, mzingatie sana hiyo elimu ya kudhibiti majanga ya moto. Tukutane tena kwenye On The Bench wakati mwingine. Usisahau kuendelea kusubscribe kwenye YouTube yetu ni Dar24. Instagram, Twitter pamoja na Facebook tunatumia Dar24 News. Wakati mwingine tutakuwa wapi? Itakuwa ni kuhusu nini? Endelea kuwa karibu na YouTube yako.